Bora Engineer Harris, kiongozi ambao CAF wamemuona kwa jicho la mbali, Mtanzania pekee ambaye amepewa majukumu ya kuwaongoza Wanaafrika, kuwaunganisha Wanaafrika pamoja, hawezi kushiriki uhuni. Yes, kwa hiyo kwa pamoja tunasema hatutashiriki mchezo ule. Tayari tuna michezo yetu miwili, tukishaimaliza tunawaambia jamani tumemaliza kazi yetu. Kwa hiyo watabaki ni wao, kusuka au kunyoa itawapendeza. Sawa, hapo kwenye uhuni, Kizinga wakumbushe watu uhuni uko wapi kwa wanaofanya bodi ya ligi na TFF? Tunaposema uhuni ni kwenye engo moja. Kwamba sheria na kanuni zinakanyagwa wazi wazi. Nitazungumzia kwenye engo mbili wa Tanzania waelewe. Simba alitakiwa kufika Benjamin Mkapa kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo kama inavyosema kanuni. Alikuwa sahihi. Lakini kuiendea haki yako ya kikanuni unatakiwa utoe taarifa. Bodi ya ligi wamekiri wazi wazi kwamba Simba hakutoa taarifa ya kwamba anakwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja Benjamin Mkapa. Kama unakiri wazi wazi kwamba hakwenda kufanya mazoezi, hakutoa taarifa, ina maana huyu ndio mtu. Kwa hiyo kama unakiri wazi kwamba Simba alifanya makosa kutoa taarifa, basi huyu ndio mtu pekee ambaye alivamia Benjamin Mkapa. Simba ni mvamizi Benjamin Mkapa. Kwa hiyo unatakiwa umhukumu, usikubaliane na malalamiko yake. Alafu chombo kikubwa kama hichi cha shirikisho, unakubali vipi kuahirisha mchezo kwa mtu kuamka tu usingizini? Mtu alikuwa amelala, kashtuka masaa 8 ya usiku, ana ndoto zake za kuona kwamba atapigwa nyingi, anatoa chapisho mtandaoni. Wewe unakubali? Alitakiwa aandike barua kuwapelekea Dar es Salaam Africans, awapelekee bodi ya ligi TFF kwamba hatutashiriki huu mchezo. Lakini hujafanya hivyo. Unategemea nini? Unatuahirishia mchezo kwa chapisho la kwenye simu. Unaonyesha udhaifu, kama viongozi wameonyesha udhaifu mkubwa mno. Kizinga, mimi na swali hapo. Mbona nyinyi wana Yanga mmekomalia sana na mnaonekana kama mnataka kuvuruga hata ligi yenyewe isiendelee kabisa? Maana FIFA wakisikia wanaweza kufungia soka Tanzania. Yes, FIFA wakisikia wanaweza wakalifungia soka. Na wasikia tu watufungie. Kwa sababu tutakwenda kuwabebesha mizigo viongozi wetu. Tumewachagua viongozi waende wakasimamia haki na kanuni tulizojiwekea wenyewe. Ikitokea viongozi hawasimamie haki na kanuni, nini kinatakiwa kifanyike? Viongozi wetu walitakiwa kuzisimamia. Nataka niwarudishe kidogo. Simba na KMC. Huu ni mchezo ambao kikanuni walivunja kanuni wote wawili. Watatu, Simba, bodi ya ligi pamoja na KMC. Kwa nini nasema hivyo? Huu mchezo kuna kanuni nasema unatakiwa kutoa taarifa kama unataka kuhama uwanja kwa muda wa siku 21. Kweli KMC walifanya hivyo ndani ya muda. Lakini pia kama unataka kufanya mabadiliko ya kurudi kwenye uwanja wako ule ndani ya hizo siku 21, unatakiwa utoe taarifa siku 7 kuelekea kwenye mchezo. Lakini tunaona KMC wametoa taarifa siku 4 kuelekea kwenye mchezo. Yaani na maana hapo umeshiriki kuzivunja kanuni. Alafu bodi ya ligi wanatoka kifua mbele. Wanasema Simba na KMC wamekubaliana wao wenyewe. Kwa hiyo mnaruhusu watu wakubaliane. Tukikubaliana kuna ligi hapa. Lakini nyinyi ni wakubwa katika soka letu na mmefanya mambo mengi kihistoria, mnaonekana mmetetea mpaka mambo makubwa sana katika serikali. Sasa nyinyi hamuoni kama mnataka sasa kubomoa ile adhi yenu ambayo mlikuwa nayo? Ni wakati sasa wa kutumia ukubwa wetu kuziokoa sheria za mpira wetu na kanuni. 2021 ulifanyika uhuru